Mwanasiasa wa chama cha upinzani cha Chadema Pascal Aonga ametoa shutuma nzito dhidi ya serikali ya Chama cha Mapinduzi, akidai kuwa imekuwa adui mkubwa wa maendeleo na wananchi kutokana na usimamizi mbovu wa uchumi na ukandamizwaji wa kisiasa. Akihutubia mkutano wa hadhara mkoani Iringa, mwanasiasa huyu ameanza kwa kuelezea imani yake kuwa viongozi wa upinzani wanaoshikiliwa magerezani akiwemo Tundu Lissu wataachiliwa huru hivi karibuni, huku akibainisha kuwa mikakati na misimamo rasmi wa kitaifa kuhusu masuala hayo utatolewa na viongozi wakuu wa chama hicho. Alitumia fursa hiyo vilevile kumkaribisha aliyekuwa mbunge wa jimbo hilo Peter Simeon Msingwa, ambaye ameamua kurejea upande wa mapambano ya kisiasa baada ya kuwepo kwa sintofahamu ya mienendo yake, akilinganisha hatua hiyo na uamuzi sahihi wa kuwa na mwisho mwema badala ya kuwa na ule mbaya. Mwanasiasa huyu ameibua mjadala mzito kuhusu maadui wa taifa, ambapo alieleza kuwa mbali na maadui watatu wa kihistoria walioainishwa na muasisi wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambayo ni ujinga, maradhi na umaskini, kwa sasa Chama cha Mapinduzi kimekuwa adui namba 4 nchini. Alifafanua kuwa chama tawala kimekiuka kuwa adui wa wakulima, wafanyabiashara pamoja na watumishi wa umma, wakiwemo askari ambao wameathirika vibaya sana na mfumo mpya wa ukokotaji ama ukokotoaji wa mafao, yani kustaafu, uitwao kikokotoo. Aliongeza kuwa uwepo wa viongozi wa kisiasa vizuizini unatokana na uwepo wa mfumo huu uliopo madarakani, ambao unakandamiza demokrasia na sauti mbadala za wananchi. Suala la kupanda bei kwa nishati limechukua nafasi mkubwa katika hotuba hiyo, ambapo mwanasiasa huyo alilalamikia nyongeza kubwa ya bei ya mafuta ya petroli na diseli kote nchini Tanzania, akilitolea mfano wilaya ya Mbozi ambapo bei ya petroli imevuka shilingi 4,400 kwa lita moja, wakati katika maeneo ya mijiji bei ikiwa imefikisha shilingi 4,100, huku diseli ikionyesha kupanda zaidi kwa petroli, akilirejelea kauli ya makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche inayofahamisha chama tawala na mnyama wa mzee ambaye hawezi kufundishwa mbinu mpya za kuwinda, akimaanisha kuwa serikali iliyopo madarakani kwa zaidi ya miaka 65 haishauriki na haina uwezo wa kubadili mifumo yake ya kiutawala ili kumnusuru mwananchi wa kawaida. Athari za kupanda kwa bei ya mafuta zimeelezwa kuwa na madhara ya moja kwa moja kwa gharama za maisha ya kila siku ya raia wa kipato cha chini nchini Tanzania. Alibainisha kuwa nauli za mabasi kutoka Iringa kwenda Dar es Salaam zimepanda kutoka 5,500 hadi kufikia sasa zaidi ya 4,000, huku usafiri wa mabajaji ndani ya miji ukipanda kutoka shilingi 500 hadi kufika shilingi 1,000 kwa safari fupi zilizopo jirani. Kupanda huku kwa gharama za nishati kumesababisha pia ongezeko kubwa la bei za bidhaa vya ujenzi kama saruji na bidhaa nyinginezo muhimu za kibiashara sokoni. Bunge liliopo sasa mkoani Dodoma limekosolewa vikali na kuitwa chombo kisicho na msaada wowote kwa wananchi isipokuwa kupiga makofi na kupitisha maamuzi ya serikali bila kuhoji. Mwanasiasa huyo alifichua kuwa kuna jumla ya kodi na tozo 14 zilizowekwa kwenye mafuta ya petroli na diseli, jambo linalochangia kupandisha bei ya nishati hizo kwa kiwango kikubwa. Alitoa suluhu la kisheria linalotumika na nchi nyingine duniani, ambalo ni kuweka rusuku kwenye mafuta au kupunguza tozo za kodi hizo ili kushusha gharama ya maisha na kudhibiti mfuko wa bei uliopo sokoni kwa sasa.
Mwanasiasa huyo alihoji tofauti ya bei za mafuta katika Tanzania bara na Zanzibari, akitaka maelezo kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan iwapo nchi hiyo ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lenye mfumo mmoja. Alieleza kuwa wakati lita ya petroli mkoani Iringa inauzwa kwa shilingi 4,130, kule Zanzibari inauza shilingi 3,850, jambo linalopingana na utetezi wa serikali unaodai kuwa kupanda kwa bei kunatokana na kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz uliopo nchini Iran. Alihoji iwapo mgogoro huo wa kimataifa auathiri Zanzibar na kusema kuwa changamoto kubwa haitokani na masuala ya nje bali ni usimamizi mbovu wa chama tawala. Kuhusu tozo zilizorundikana kwenye mafuta, alitaja taasisi mbalimbali zinazokusanya mapato hayo ikiwemo Mamlaka ya Viwango TPS, Makala ya Nishati Vijijini REA, pamoja na Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji UWERA. Alisisitiza kuwa ili kuondoa mizigo huo kwa bei kwa mwananchi, kuna haja ya kuiondoa serikali iliyopo madarakani ili mifumo mipya ya kodi iweze kuwekwa kwa maslahi ya taifa. Aliwaomba wanabiashara nchini kuliunga mkono Chama cha Mapinduzi ili kuondokana na mazingira magumu ya biashara yanayosababishwa na rundo la kodi zisizo na tija. Mifumo ya ukusanyaji kodi kwa wanabiashara ilikosolewa kwa kuwa inatoza kodi kwenye mitaji ya biashara badala ya kuangalia faida inayopatikana, jambo linalosababisha wafanyabiashara wengi kupata magonjwa ya shinikizo la damu na sukari kutokana na hofu ya kufilisika. Alifafanua kuwa maafisa kodi wanapokadiria viwango vya malipo huangalia jumla ya mauzo, ambapo unaweza kuta mfanyabiashara ameuza bidhaa za thamani ya Laki1 lakini faida yake ni shilingi 10,000 pekee, lakini analikadiria kodi kubwa kulingana na mauzo badala ya faida halisi. Mbali na kodi ya mapato na leseni za biashara, wafanyabiashara wanalazimika kulipa tozo la biashara la usimamizi wa mazingira NEMC, pamoja na tozo la chama cha amiliki KOSOTA, ambazo zimekuwa mzigo mzito kwa sekta ya hoteli na burudani. Mwanasiasa huyo vilevile alimalizia hotuba yake kwa kutoa mtazamo tofauti na viongozi wenzake wa chama hicho waliokuwa wameshauri maafisa wa jeshi la polisi kupunguza idadi yao katika mikutano ya hadhara. Yeye amemwomba mkuu wa polisi wa wilaya OCD kuongeza idadi ya maaskari wafike hata 300 katika mkutano ijayo, kwa kuwa uwepo wa wingi umeongeza idadi na hamasa ya wananchi waliohudhuria mkutano huo bila kuleta fujo zozote mtaani. Baada ya maelezo hayo, Pascal Aonga alimkaribisha Peter Simeon Msigwa jukwani ili atumie dakika 10 alizopewa kujitetea mbele ya umati ya wananchi wa Iringa.